Mheshimiwa sana, mhasham sana, Askofu Mkuu Jude Thaddeus Ruwa'ichi FMCAP, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam na Metropolitan wetu. Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mwasham Baba Askofu Eusebius Nzigirwa, Makamu wa Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania. Washam sana maaskofu wakuu, maaskofu, viongozi wa serikali, viongozi wa vyama vya siasa na waamini wote kwa ujumla, pamoja na mwasham sana Baba Askofu Mkuu Angela Kitino, balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Naomba chukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai na wito na kutujalia sisi sote kukutanika hapa. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya jimbo jipya la Bagamoyo, mlango wa imani hapa Tanzania. Ninawashukuru wazazi kwa kunizaa na kunilea na ninawaombea pumziko la milele mbinguni. Pia ninashukuru Jimbo Kuu la Mbeya ambako ndipo nilikozaliwa na ndiko nilikolelewa katika ubinadamu wangu na utu wangu. Ninalishukuru shirika langu la Mtakatifu Agustino kwa malezi ya kitawa na Henry mcha Mungu kwa ushirikiano mkubwa sana katika utume wetu, na ni hakika sisi ni mapacha. Ninamshukuru sana Mheshimiwa sana Padre Vincent Mpwaji Chancellor kwa ushirikiano mkubwa katika utume na katika utendaji wa mambo mbalimbali jimboni. Ninaishukuru sana ofisi ya Askofu Mkuu, yani masisa wote na wafanyakazi wote Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa ushirikiano mkubwa sana. Ninawashukuru sana mapadre wote wanaofanya utume katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa ushirikiano katika utume. Ninawashukuru sana umawada kwa ushirikiano mzuri katika yote. Ninawashukuru waumini wote Jimbo Kuu la Dar es Salaam kwa ushirikiano wenu na upendo. Ninawashukuru sana mababa askofu kwa kuja kushiriki katika tukio hili muhimu la kihistoria kwa kunishika mkono. Mungu awabariki. Ninawashukuru sana masisa wa shirika la mama yetu wa Usambara. Wao ndio waliunda jumuiya niliyokuwa naishi pale Masaki. Ninamshukuru sana mwasham baba Askofu Lazarus Msimbe SDS, askofu wa jimbo la Morogoro, kwa moyo wake wa upendo katika kufanya utume wa jimbo jipya uende vizuri. Yeye ni jitu la sifa. Tukiwa tunaitana jitu la sifa pale Maua, mimi nikiwa form 1, lakini wakati huo huo mwasham baba Askofu Wolfgang Pisa, rais wa Baraza la Maaskofu, akiwa form 6, na yeye niliweza kukaa meza moja naye tukala chakula pamoja.
lakini tulikuwa chini ya mwasham sana baba askofu mkuu Beatus Kinyaia, askofu mkuu wa jimbo la Dodoma. Yeye ndiye alikuwa mlezi wetu na ndio baba yetu. Kwa hiyo baba wa majamaa haya. Neno lake na jina lake kubwa alilolitumia mwasham sana baba askofu mkuu Beatus Kinyaia ni mwanaume. Vipi mwanaume fanikiwa? Vipi mwanaume? Kwa hiyo tunamkumbuka sana katika hilo na malezi yake. Mungu ambariki na tunamuombea sana. Ninawashukuru sana makuhani, watawa na waumini wote wa jimbo la Morogoro kwa ushirikiano mkubwa katika mchakato mzima wa haya yote. Mungu awabariki. Si kwamba ni mara ya kwanza kuwaona wana Morogoro. Nimekaa vile vile Morogoro, nimesoma Morogoro, nimefanya utume Morogoro, hasa katika parokia ya Mtakatifu Agustino Bwawani. Wakati huo ikiwa ni kigango, baadaye ikawa ni parokia teule. Nilikuwa pale mimi ikiwa nalea katika nyumba ya Mtakatifu Agustino kule Kola Morogoro. Wapendwa makuhani na waamini wa jimbo jipya la Bagamoyo, tunamshukuru Mungu kwa zawadi kubwa hii ya jimbo jipya. Kazi iliyobakia ni sisi kushikamana na kushirikiana kwa upendo mkubwa katika kulijenga jimbo letu hili. Kila mmoja wetu aonyeshe moyo wa ukarimu na upendo pamoja na umiliki wa jimbo jipya la Bagamoyo, na kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake ili kuepuka dhambi ya Kain. Kain Abeli alafu akasema mimi si mlinzi wa ndugu yangu. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 8 mpaka ya 9. Tutafakari kwa undani kabisa Injili ya Yohane sura 17 na tuongozwe na maneno matatu: transparency, yani uwazi; accountability, wajibikaji; na responsibility, wajibu. Tusije tukakimbia kivuli chetu hasa pale tutakapokosolewa, bali tuwe tayari kukosolewa na kujirekebisha mara kwa mara. Na kwa makuhani, na waomba wale makuhani katika umri basi wawe mfano mzuri kwa wale ambao wanawafuata, ili tusaidiane katika kukua katika imani na katika kujibika kulijenga jimbo letu la Bagamoyo. Wengi vile vile mtoto amezaliwa atakuwa ni wa namna gani? Nipende pia kuwajulisha kuwa kwa upande wa makuhani mambo yote yaendelee kama yalivyokuwa, kimaanisha kwamba wale walitoka Dar es Salaam wengine walikuwa maparoko, wengine maparoko wasaidizi, basi waendelee kwa maparoko na maparoko wasaidizi. Wengine wametoka kule Morogoro wakiwa maparoko au maparoko wasaidizi, basi wakati huu waendelee kuwa maparoko wasaidizi na maparoko.